ikiwa ni dhambi, ikiwa ni laana, ikiwa ni upinzani wa shetani, ikiwa ni magonjwa, ikiwa ni tishio la kifo, chochote kilichokuwa hasi, nguvu ya msalaba wa Kristo inakikatilia mbali leo, kwa kuwa inakaa ndani yako, na nguvu ya ufufuo inaweza kutukimbia kwako, wewe ambaye uko online na wewe ambaye uko mahali hapa. Nguvu ya ufufuo wa Kristo inaanza mambo mapya kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Tumaadhimishe Mungu wetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Pasaka kwa ufupi tunapoisherehekea, tunasherehekea siku ambayo Mungu alitoa dhabihu yake mwenyewe, ikafa kifo cha msalabani kwa niaba ya ulimwengu wote, ili ulimwengu wote upone na kuokolewa kwa njia ya hiyo dhabihu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Pasaka sio tukio lililoanza leo, lakini Pasaka ulikuwa ni mpango wa Mungu, ni hitimisho la mpango au kilele cha mpango mkubwa wa Mungu ambao aliukusudia miaka mingi sana kwa ajili ya kuleta mambo mapya na kuachana na ya zamani ambaye alipata shida. Haleluya. Haleluya kanisa. Kuna matukio mawili makubwa yaliwahi kutokea katika uumbaji wa Mungu. Tukio la kwanza likiwa ni kuasi kwa shetani aliyekuwa anaitwa Lucifer. Alipoasi, Biblia inatuambia karibu theluthi ya malaika waliasi pamoja naye, walidondoka naye. Kwa hiyo dhambi na unajisi na uharibifu ukaingia katika uumbaji wote wa Mungu mpaka mbinguni. Mpaka mbinguni kukahitaji upatanisho wa uharibifu ulioingia. Na Mungu akajua atamshughulikia shetani na huo uasi kwa hekima yake na kwa utaratibu wake. Na mojawapo ya hatua ambazo Mungu alizianza, aliumba uumbaji kwa upya, kama tunavyoona katika kitabu cha Mwanzo kuanzia mstari wa 2 na kuendelea. Akamuumba mwanadamu, akatengeneza dunia tena, kwa sababu ilikuwa, Biblia inatuambia ilikuwa ni giza, imefunikwa na maji, ilikuwa ni utupu, ilikuwa haina mvuto, na Roho wa Bwana akaja yale maji. Mungu akaanza kutengeneza dunia kwa upya na uumbaji wake kwa kutengeneza kwa upya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Hiyo ilikuwa ni hatua ya Mungu ya mbele ya safari, kutengeneza kitu kikamilifu, kwanza kwa kumuondoa yule muasi mkuu na uharibifu wake, hatua kwa hatua, kwa sababu Mungu ni Mungu mwenye hekima. Haleluya. Na wakati naendelea, yule muasi mkuu shetani alijua kinachoendelea. Alijua Mungu ana mkakati gani, kwa sababu kumbuka, kabla Adamu hajawepo, huyu shetani alikuwa amepewa kusimamia uumbaji wa Mungu wote, na akaasi sasa kwa sababu ya mafuta yaliyokuwa juu yake, akaasi. Kwa hiyo alipokaa pembeni kama muasi, sasa akaona ameumbwa mtu kwa sura na mfano wa Mungu, akajua kinachoendelea. Huyu mtu ndiye ambaye anakuja kutumika kumharibu, na ndiye aliyepewa kumiliki vitu vyote. Kama kawaida, akatafuta mbinu za kumwangusha yule mtu, mpaka akapata mwanya siku moja, akamlaghai yule mtu, akamuasi tena Mungu. Wote wakawa waasi. Alipomuasi, tayari ile sumu ya waasi ikamwingia, na mwanadamu akawa ameharibika, na ule mpango wa Mungu ukawa hauwezi kuendelea. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Sasa kuanzia hapo, Mungu akana mpango mkakati mkubwa wa kwamba siku moja uharibifu wote huo ambao umetokea, uliosababishwa na Lucifer alipoanguka, na uliokuja kusababishwa na Adam alipomuasi pale bustanini, Mungu akaweka mkakati kwamba kwa uungu wake, kumbuka ni Mungu wa milele, kwa hekima yake akaanza mkakati hatua kwa hatua,
jinsi ya kuja kutatua jambo lote hili. Na mkakati huo wa Mungu, hekima ya Mungu ikawa ni juu ya kitu kinachoitwa Pasaka. Hebu tumaadhimishe Mungu kwa ajili ya Pasaka. Kwa hiyo Mungu moyoni mwake, kabla halijafunuliwa kwa mtu, moyoni mwake akajua kwamba kuna mpango unaitwa Pasaka. Kuna kitu kinachoitwa Pasaka. Kama ambavyo tunakifahamu na tutaendelea kufahamu. Akasema jibu lote ni Pasaka. Mungu akasema jibu la tatizo lote hili, jibu la uharibifu wote huu, jibu la hii takataka hiyo njia mpaka ikafanya uumbaji wangu uonekane kama kituko, jibu lake ni Pasaka. Na Mungu akaanza mchakato wa kuleta Pasaka. Akaanzia pale kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 3. Mungu akatamka mpango wa Pasaka, lakini haukuandikwa kama ni Pasaka. Ulikuja kufunuliwa katikati huko. Haleluya. Sasa leo hii tutaenda kuona historia kwa ufupi ya Pasaka ilivyoanza, lakini tutaenda kuona mambo kama manne ya muhimu ambayo yamepatikana kwa Mungu kutekeleza Pasaka, mpango wake wa Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Na hii historia tutaenda kuiona kwa kuanzia kwenye kivuli. Kwenye Agano la Kale, Mungu alianza kuweka mambo yake kwa mifano na vivuli vya mambo halisi ambayo atayatimiza baadaye. Kwa hiyo alipojichagulia taifa la Israeli kutokea kwa Ibrahim, alipoingia katika agano na Ibrahim kwa imani, kwa sababu Ibrahim alikuwa baba wa imani, akamtokea Ibrahim akamwambia toka. Wakati huo dunia yote ina watu waovu, wanaabudu sanamu, wanaabudu miungu. Mungu akamjia Ibrahim akamwambia toka katikati ya wazazi wako, toka katikati ya ukoo wako, toka katikati ya watu wako, toka katika nchi uliyoizoea unaishi, alafu nikuelekeze uende katika nchi nyingine. Na kama utafanya hivyo, mimi nitakubariki. Nitaanza kitu kipya na wewe. Nitaanza kitu kipya na wewe Ibrahimu, kiasi kwamba mbele ya siku wewe utakuja kuwa taifa kubwa. Wafalme watatoka kwako. Lakini nitakubariki na utakuwa baba wa mataifa mengi. Ibrahimu akachukua hatua ya imani, akatoka yeye na mke wake. Na kuna mtoto wa ndugu yake naye aliandamana naye. Alipoanza kutembea na Mungu, ikafika mahali Mungu akafanya agano naye. Na lile agano akamwambia ishara yake ni kutahiri magovi ya wanaume kweli. Na hili agano litakuwa la milele. Ni agano lililofanyika kwa imani, halikufanyika kwa sheria. Kwa litadumu, hakuna wa kuliondoa. Haleluya. Haleluya kanisa. Na Ibrahim alipoanza kutembea na Mungu baada ya ile agano, Mungu akampeleka kwenye ile nchi ya agano. Nchi waliokuwa wanaishi wa Kanaani na mataifa mengine. Akampeleka pale akamwambia mimi naitakasa nchi hii na kuitenga na kukupa wewe ni urithi wako. Nilipokuambia toka kule nitakuonyesha nchi utakayokaa ni hii hapa. Akamuonyesha mipaka yote. Baada ya kumuonyesha mipaka yote, Ibrahimu akafurahi, akatoa na sadaka pale. Mungu akamwambia lakini sasa hautakaa hapa wewe sasa hivi, ila uzao wako utaenda nchi nyingine ya mbali. Utaenda kukaa kule miaka 400. Baada ya miaka 400 nitauingiza kwenye nchi hii niliyokupa wewe. Haleluya. Baada ya hapo Mungu akamaliza biashara na Ibrahimu akaondoka kwenye maisha haya. Na Mungu akafanya utaratibu lile taifa la Ibrahimu ambalo sasa hivi walikuwa ni wana wa Yakobo, watoto 12 wa Yakobo ambao wameshaanza kuzaliana, wakaanza kukua kama taifa la Israeli
lenye makabila 12. Kumbe walikuwa ni wana 12 wa Yakobo. Tuko pamoja kanisa la Mungu. Na toa kama utangulizi ili tuone tunakoenda. Sasa wakaenda nchi ya Misri. Kumbe kule ndio Mungu alikolenga waende. Wakaenda wakakaa Misri miaka mingi. Mungu alisema miaka 400, lakini ikafika wakakaa mpaka miaka 430. Sasa kule Misri waliteswa sana. Waliwekwa kwenye utumwa mkubwa. Wakasulubiwa. Wakanyanyaswa. Mpaka wakahitaji mtu wa kuwasaidia. Na Mungu huko ameshamwandaa Mwokozi. Haleluya. Sasa nimesema tunaanzia kwenye kivuli kwa sababu hivi tulivyo tunaongea habari za Pasaka wetu ambayo ilishatolewa ambaye ni Yesu Kristo. Yesu Kristo alifanya kazi ambayo kivuli chake kilikuwa ni kile kilichofanyika kwa wana Israeli kutoka Misri kwenda nchi ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika nchi ya Misri inafananishwa na utawala wa shetani. Na wana wa Israeli mle Misri wanafananishwa na wanadamu ambao Mungu ameweka duniani, wanateswa na kusulubiwa katika dunia. Na Farao anafananishwa na shetani mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Halafu wanapenda kuokolewa, wanafananishwa sasa na safari ya watu waliookolewa kuingia kwenye wokovu na kuanza kutembea kwenye maisha ya wokovu kwa imani mpaka kuingia kwenye Kanani ya sasa ambayo ni mlima Sayuni. Haleluya. Haleluya kanisa. Sasa naanzia hapo tuanze kutirika. Takuwa nasoma haraka sana. Sasa tukifungua kitabu cha Mwanzo mlango wa 3. Takuwa naenda haraka kidogo, ndio maana nimetoa utangulizi fulani ili tutirike pamoja. Kitabu cha Kutoka mlango wa 3. Na somo andika tu hitimisho la kale na mwanzo mpya. Hilo ndio somo la Pasaka. Hitimisho la kale na mwanzo mpya ndio somo letu la Pasaka leo. Hitimisho la kale na mwanzo mpya. Kitabu cha Kutoka mlango wa 3 mstari wa 7 naanzia pale. Mungu anajifunua kwa mtumishi wake Musa ambaye alishaanza kumwandaa. Ninaanzia mstari wa 6. Kutoka mlango wa 3. Nitakuwa nasoma haraka mimi, lakini wakati mwingine nitawaomba msome. Kutoka mlango wa 3 mstari wa 6 nasema, tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Abraham, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Musa akafunika uso wake kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe kutoka kwa mikono ya Wamisri, niwapandishe kutoka nchi ile hadi nchi njema, kisha pana, nchi tiririkayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani na Mhiti na Mwamori na Mperizi na Mhivi na Myebusi. Basi tazama, kilio cha wana wa Israeli kimenishikia, tena nimeyaona hayo mateso ambayo Wamisri wanawatesa. Haya basi, nitakutuma sasa kwa Farao ili upate kuwaokoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona Mungu akiangalia watu wake sasa Israeli wako Misri. Nimesema Misri ni mfano wa utawala wa shetani sasa. Ni mfano, kumbuka natumia neno mfano. Msije mkasema kwamba Farao alikuwa shetani au Wamisri walikuwa shetani. Natumia ni kivuli cha mfano. Kwamba wale walifananishwa na kwamba ni shetani na malaika zake wanawatesa watu wa Mungu, wana wa Israeli. Wakalia na Mungu akasikia kilio chao. Na Mungu akawa ameshaandaa mpango wa Pasaka ya kuwapa sasa wokovu, lakini waingie katika maisha mapya.
Na hapa ndipo tunapoona kila kitu kikiwa mfano, na hata Pasaka yenyewe inakuja sasa kama mfano katika nchi, wana wa Israeli katika nchi ya Misri. Bwana Yesu asifiwe. Na historia ya Pasaka inaanzia hapa. Bwana akaanza kumshughulikia Farao na watu wake, wawaachie wana wa Israeli, wawaweke huru. Biblia inatuambia miungu ya Misri ndio ilikuwa inawatawala wale wana wa Israeli kupitia wa Misri. Miungu ya Misri ilikuwa mingi, na Bwana akaanza kuhukumu ile miungu kwa mapigo. Akaanza kuihukumu Misri kwa mapigo ili wana wa Israeli wawe huru, watoke. Akapiga pigo la kwanza, sitaenda huko. Kusoma kitabu cha Mwanzo cha Kutoka chote utayaona. Akapiga pigo la kwanza, anakuwa kama analainika, anakaza. Pigo la pili, pigo la tatu, pigo la nne, pigo la 9, bado hajawaachia. Anakuwa kama anaachia, anasema kesho nitawaachia. Ikifika kesho maumivu yamepungua, anakaza, anasema hapana, nitawaachiaje watumishi wetu hawa? Wana wa Israeli walikuwa na akili, kwa sababu ni wana watumishi wa Mungu. Hekima yao ilifanya kazi kubwa sana za maendeleo kule Misri. Yale yanayoitwa mapiramidi ambayo mpaka leo watalii wanaenda kuyaangalia na wanayashangaa yalijengwaje, kwa sababu hata mainjinia wa leo wanaotumia na makompyuta na mambo ya kisasa wanaangalia ile piramidi, hawaelewi miaka hiyo lile jiwe kubwa lenye tani, jiwe lingine lina tani 5, tani 7, lilipandaje mpaka kule juu? Kulikuwa hamna kreni, kulikuwa hamna mashine za kileo, lilifikaje kule? Lakini wana wa Israeli walikuwa hutumika kuyajenga, walikuwa na hekima ya Mungu. Hebu tumaadhimishe Mungu kwa ajili ya watoto wake. Haleluya. Sasa mpaka pigo la 9 wako kimya. Mungu akamwambia Musa, usijali, finali inakuja. Finali ni Pasaka. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Hebu twende sasa Kutoka mlango wa 12 tuone. Ngoja nisome kidogo mlango wa 11 alafu nitaingia 12. Mlango wa 11 mstari wa kwanza. Bwana akamwambia Musa, liko pigo moja bado nitakalo lileta juu ya Farao na juu ya Misri, baadaye atawapa ninyi ruhusa mtoke huko. Naye hapo atakapowapa ruhusa, atawafukuza mtoke huko kabisa kabisa kabisa. Sasa baada ya hapo hebu twende huu mlango wa 12. Mlango wa 12 Kutoka. Mstari ule wa kwanza naanza kusoma pale. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu, hebu sema mwezi huu, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Ni maandalizi ya pigo la mwisho. Anawaeleza maandalizi na anawaeleza pigo la mwisho litakavyokuwa. Anasema mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Waambieni mkutano wote siku ya 10 ya mwezi huu, kila mtu atatoa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwana kondoo mmoja, kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ulaji. Na kila mtu ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana kondoo. Mwana kondoo wenu atakuwa hana dosari, wa kiume na wa mwaka mmoja, mtamtoa katika kondoo au
katika mbuzi. Nani mtamweka hata siku ya 14. Wanaelekezwa utaratibu utakaofanyika wa Pasaka. Siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika mimo miwili katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazo mla. Watakula nyama yake usiku ule ule, imewekwa motoni, pamoja na mkate usiotiwa chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msile mbichi wala kutokoswa majini, bali imeokwa motoni, kichwa chake pamoja na miguu yake na nyayo na nyama zake za ndani. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya nao niwafuatia, ni Pasaka ya Bwana. Mstari 12. Maana, hebu tusome mstari wa 12 wote kama kanisa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hebu tusome mstari wa 12 pamoja. 1 2 3 go. Bwana asifiwe. Niliwaza wote tunaenda kwenye Biblia, naona mtuliachana. Anasema, maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawaua wazaliwa wangapi? Wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama, nami nitafanya hukumu. Haleluya. Hebu tusome kwa pamoja hapa naposema nitafanya hukumu. Tuanzie hapo. 1 2 3 go. Tuanzie hapa, nami nitafanya. Wote kwa pamoja kanisa. 1 2 3 go. Hamna Biblia jamani. Hebu msome kwa nani? Msisome kabisa. Nyanyueni sauti zenu. Anzeni nami. 1 2 3 go. Bwana anaeleza siri nyingine kwenye Pasaka hii. Anasema, nami nitafanya hukumu juu ya nini? Ya miungu. Miungu ni wakuu wa giza, watawala wa shetani ambao wanatawala katika anga. Anaendelea mstari wa 13. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwamo. Nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu, nitakapoipiga nchi ya Misri. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtafanya iwe sikukuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe sikukuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. 15. Mtakula mikate isiyochachwa muda wa siku 7. Siku hiyo ya kwanza mtaondoa chachu yote isiwe katika nyumba zenu kabisa, kwa kuwa mtu yeyote atakaye kula mkate usiochachwa tangu siku hiyo ya kwanza hata siku ya 7, nafsi yake itakataliwa mbali na Israeli. Siku ya kwanza kutakuwa kwenu na kusanyiko takatifu, na siku ya 7 kutakuwa kusanyiko takatifu. Hamtafanya kazi yote katika siku hizo, isipokuwa kwa hiyo ambayo kila mtu hana budi kula tu, ifanyike kwenu. Nanyi mtaitunza ile sikukuu ya mikate isiyochachwa, kwa kuwa katika siku hiyo mimi nimeyatoa majeshi yenu katika nchi ya Misri. Kwa hiyo mtaitunza siku hiyo katika vizazi vyenu
vyote kwa amri ya milele. Mwezi wa kwanza siku ya mwezi wa 14 katika wakati wa jioni mtakula mikate isiyochachwa hata siku ya mwezi wa 21. Bwana Yesu asifiwe. Niishi hapo kwa sasa hivi. Haleluya. Tunaona Mungu akitambulisha kivuli cha sikukuu ya Pasaka. Mungu anatambulisha tukio la Pasaka. Kitu kimoja ambacho tunataka tuone ni kwamba Pasaka kama kivuli kilitumia mnyama kondoo. Waliruhusiwa kutumia kondoo wa kiume au mbuzi wa kiume wa mwaka mmoja. Tunaangalia taratibu hizi. Lakini awe hana dosari, awe ni mkamilifu. Kwa hiyo alitumiwa kama kivuli. Lakini tunapoangalia Pasaka hii ya leo tunapoisherekea, hatukuisherekea sadaka ambayo mnyama kondoo alichinjwa. Kwa sababu sadaka ya Pasaka ya Agano Jipya ni Pasaka halisi. Haleluya kanisa. Sema tunayo Pasaka halisi. Pasaka ile ilikuwa ya kivuli, lakini kuna matukio halisi ya dhahiri yalitokea. Kuna matokeo ambayo yalitokea kiuhakika. Lakini bado Mungu pamoja na matokeo yale kutokea, kwa sababu kama ni kuwaokoa aliwaokoa, wa Misri wakapigwa, wao hawakupigwa. Kwa hiyo matokeo halisi yalitokea. Lakini tukio zima kwa ujumla wake ni kivuli cha tukio halisi au Pasaka halisi ambayo tunaisherekea hivi leo. Haleluya. Kwa hiyo katika sadaka hii halisi mwana kondoo halisi anakuwa nani? Tukiangalia maeneo mawili tutaona mwana kondoo halisi ni nani. Kitabu cha waraka wa Yohana, sio waraka wa Yohana Mtakatifu. Kitabu cha Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza mstari ule wa 29, mngesoma kwa pamoja kwa nguvu ingependezwa kwa sababu tutaenda haraka. Yohana Mtakatifu mlango wa kwanza mstari wa 29, kama mmepata tunaweza tukasoma anapoanza kesho yake. Tumepata? Kanisa tumepata? Mungu mnajibu? Hebu tusome kwa pamoja. 1 2 3 go. Akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo sasa Mungu anamtambulisha mwana kondoo halisi. Yule alikuwa ni mwana kondoo mnyama. Yesu anakuja hajajulishwa, watu hawajamjua. Lakini Yohana Mbatizaji akapewa ufunuo na Mungu kwamba huyu Yesu sasa ndiye mwana kondoo wa Mungu halisi atakayechukua dhambi ya ulimwengu. Haleluya. Lakini pia tukiangalia waraka wa kwanza wa Korinto, waraka wa kwanza wa Korinto mlango wa 5, ni kwamba hamjasoma kiwango kile kikubwa. Kwa sasa sijajua shida iko wapi kanisa la Mungu. Naamini wote mna Biblia au kuja kula Pasaka mmeziacha nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 7, waraka wa kwanza wa Korinto mlango wa 5 mstari wa 7. Hebu ule mstari wa 7 tusome kwa pamoja tena kama mmeshafika. Someni kwa sauti ya juu. Mkisoma kwa bezi ndio azisikiki. 1 2 3 go. Haleluya. Tumaadhimishe Mungu kanisa. Haleluya. Anatutambulisha
kujitambulisha sasa, anatuambia kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo Biblia inatuonyesha kabisa Pasaka halisi, mwana kondoo halisi wa Mungu alikuwa ni mwana wake Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba lile lilikuwa kivuli na halisi iko hapa. Sasa tukio la Pasaka lilihitimisha kale na kuanzisha mambo mapya. Tukiendelea kuangalia pale tulikosoma pale Kutoka, nataka tuone mambo haya manne. Nimewaambia mambo manne. La kwanza tumeshaona kwamba mwana kondoo halisi alikuwa ni Yesu Kristo. Hebu turudi pale, nataka tuone mambo manne leo ambayo tunayapata kwenye ujumbe huu. Turudi pale Kutoka mlango wa 12 tulikotoka kusoma. Jambo la pili, tukio la Pasaka lilihitimisha kale na kuanzisha mambo mapya. Hilo jambo la pili ambalo nataka tulione. Tukiangalia kwenye hiki kitabu cha Kutoka mlango wa 12, mstari ule wa 10 na mstari ule wa 2 unasema hivi: mwezi huu, hebu tusome kwa pamoja, 1 2 3 go. Okay. Mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Haleluya. Angalia, Mungu anapolitambulisha tukio la Pasaka, anapolileta tukio la Pasaka ambalo tumeona ni kivuli cha uhalisia ambao umekuja, anaonyesha kwamba ni mwanzo wa kila kitu, ni hitimisho la kale na kuanza kitu kipya. Ule mwezi haukuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka. Ule mwezi ulikuwa ni miezi inayoendelea katika mwaka kama utaratibu waliokuwa wanaenda nao. Lakini Mungu anapoleta hili tukio, anasema hili tukio linahitimisha namna mlivyokuwa mnahesabu hata kalenda zenu. Hili tukio kwa ishara ya kuonyesha kwamba linahitimisha mambo ya kale, kuanza ukurasa mpya kwangu kama Mungu, ni kwamba mtaanza mwaka mpya. Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia mtaanza mwaka mpya leo. Huo mwaka, ndio maana Mungu anawaambia mwezi huu utakuwa ni mwezi wa mwanzo kwa mwaka kwenu. Ungekuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka, Mungu asingeona haja ya kuambia hivyo. Ulikuwa ni mwezi huko katikati kama miezi mingine. Lakini Mungu leo anawaambia leo ndio umeanza mwaka. Tunapoingia kwenye hii Pasaka hii inaanza upya ratiba yangu kama Mungu. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Na kwa kuweka ishara kaambia mwezi huu sasa kwenu utakuwa ni mwezi wa kwanza, na tarehe ya kwanza inaanza mwezi huu. Na sasa hivi mpaka leo kule Israeli Pasaka tunasherehekea yuko katika kalenda ya Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe. Mwezi huu ni mwezi wa 4. Pasaka huwa tunasherehekea mara nyingi mwezi wa 3 na mwezi wa 4. Tarehe zinaangukia hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kule Israeli huu ni mwezi wa kwanza wa mwaka. Kule Israeli sasa hivi kwa miaka, kwa namna anavyohesabu miaka kule Uyahudini, ni kwamba kwao mwaka ndio umeanza mwezi huu. Mwezi huu ni wa kwanza kwao. Bwana Yesu asifiwe. Na unaitwa ni mwezi wa Nisani. Ni mwezi wa Nisani. Ni kama tungesema Januari huko kwetu. Kwa hiyo ni kuonyesha kwamba hili tukio lilianza hata kalenda upya. Kwa hiyo katika kivuli tunaona kabisa Mungu akianza kalenda mpya, akianza mambo mapya kwa tukio hili la Pasaka kama ambavyo tutaona. Lakini tunapokuja kwa upande wa Pasaka halisi,
pia tunaona Pasaka halisi inapotolewa, ambapo tumeshaona ni Yesu Kristo alitolewa kama Pasaka halisi. Anapotolewa Pasaka halisi, pia anaanza kalenda mpya. Anahitimisha ya kale, anaanza mapya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tufungue kitabu cha Matendo, tuone Pasaka halisi kwamba inaanza mambo mapya. Kitabu cha Matendo mlango wa 13. Sasa mstari wa 32 unasema, na sisi tunawahubiri habari njema ya ahadi ile waliopewa mababa. Mstari wa 33, twende pamoja, 1 2 3 go. Haleluya. Anasema ya kwamba Mungu amewahitimizia watoto wetu ahadi hiyo kwa kumfufua Yesu, kama ilivyoandikwa katika Zaburi ya 2, wewe ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Haleluya kanisa. Siku ya leo tunakumbukia kufufuka kwa Yesu Kristo. Biblia inatuambia siku Yesu Kristo anafufuka kutoka kaburini, ilikuwa ni mwanzo mpya. Ilikuwa ni mwanzo mpya kwa sababu ndio siku ambayo Mungu alimzaa Yesu Kristo kama mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Alimfufua Yesu Kristo kama mzaliwa wa kwanza kutoka kwa wafu. Kwa lugha nyingine, ndio siku ambayo Mungu alianzisha uzao mpya ulimwenguni. Haleluya. Kwa hiyo uzao kale ukaishia msalabani siku ya kusulubiwa. Siku anafufuka ndio siku ambayo kila kitu kilianza upya. Bwana apewe sifa. Lakini naendelea 3. Tukio la Pasaka ni hukumu ya kifo kwa uumbaji wote wa kale. Tukio la Pasaka lilikuwa ni hukumu ya kifo au hitimisho la uumbaji wote wa mwanzo ili kupisha uumbaji mpya. Tunaendelea kurudi pale kutoka tusipafunge kwa nyewe wenye Biblia za karatasi rahisi kuweka kitu pale. Tunaporudi pale tunaona kitu Mungu anachokifanya. Hebu tuende pale chini mstari wa mstari wa 29. Kutoka mlango wa 12 mstari wa 29. Tumefika? Au naenda haraka sana? Haleluya. Kutoka mlango wa 12 mstari wa 29. Tumefika? Nasoma. Ni baada ya kwamba wameshatimiza kila kitu. Wameshamchinja Pasaka, wameshamla, wameshachukua damu akapaka kwenye miimo ya milango kama walivyoelekezwa, ili Mungu atakapopita kuanza kazi ya kuua wazaliwa wa kwanza kule Misri wao wapone. Haleluya. Sasa 29 nasema hivi, hata ikawa usiku wa manane, Bwana akawaua wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, tangu mzaliwa wa kwanza wa Farao aliyeketi katika kiti chake cha enzi, hadi mzaliwa wa kwanza wa mtu aliyefungwa katika nyumba ya wafungwa, yani mfungwa, na wazaliwa wa kwanza wote wa wanyama. Farao akaondoka usiku, yeye na watumishi wake wote wa Misri wote. Pakawa na kilio kikuu katika nchi ya Misri, maana hapakuwa na nyumba hata moja asimokufa mtu. Akawaita Musa na Haruni usiku, akasema, ondokeni
tokeni katika watu wangu, ninyi na wana wa Israeli, nendeni kamtumikieni Bwana kama mlivyosema. Twaeni kondoo zenu na ng'ombe zenu kama mlivyosema, nendeni zenu mkanibariki mimi. Haleluya, kanisa la Mungu, haleluya. Hebu tumaadhimishe Mungu anayefanya kazi ya wokovu kwa watu wake. Usiku wa manane akatuma malaika wa kutekeleza Pasaka. Na katika Pasaka hii, baada ya watu wa Mungu kwamba wako salama ndani ya Pasaka, hukumu inapita. Hukumu kwenye Biblia nilishasema kwamba maana yake ni kusitisha jambo kwa kuliua, kwa kuliharibu. Ndio Mungu anasema nimepitisha hukumu. Kwa hiyo alipopitisha hukumu kule Misri, tunaambiwa na tutakuja kuelewa kwa nini hii ilikuwa ni hukumu kwa uumbaji wote. Alipita kuua mzaliwa wa kwanza. Kila anayeitwa ni mzaliwa wa kwanza. Hebu kila mtu aliyemzaliwa wa kwanza hapa apunge mkono. Ikiwa ni pamoja na mchungaji. Kila ambaye amezaliwa wa kwanza hapa apunga mkono. Hatuko wengi sana hatuko wengi sana lakini tuko. Bwana Yesu asifiwe. Kila ambaye ana mtoto wa kwanza apunge mkono. Hapo imeongezeka. Unaona wote ni karibu wamenyosha mikono. Sasa ndio unaweza kuelewa nini nimefanya hivi, tupate picha nini kutokea Misri. Kwa sababu katika nyumba unaweza kukuta yule baba ni mzaliwa wa kwanza akapata kipigo. Katika ile nyumba yule baba alikuwa na watoto, kuna mtoto wa kwanza naye akapata kipigo. Sasa ukikuta hiyo nyumba baba alimuoa tena mama ambaye ni mzaliwa wa kwanza, vipigo vimeingia viwili, baba na mama kwenda. Kwa sababu issue ni mzaliwa wa kwanza na mtoto wao wa kwanza kwenda. Kama wana house na huyo house kule kwao ni mzaliwa wa kwanza kwenda. Hebu ipiga hiyo picha. Piga hiyo picha. Kilikuwa kilio kikubwa. Kule ikulu mtoto wa kwanza wa Farao kwenda. Mawaziri watoto wao kwanza, na kama na baadhi ya mawaziri nao kwao walikuwa watoto wa kwanza na mawaziri wanaondoka. Kwa hiyo kufika usiku wa manane taarifa zikafika sema Farao hatuwezi kuvumilia tena. Farao mwenyewe akajiongeza, wakamkimbilia Musa na Haruna, akasema Bwana hebu kusanyeni muondoke. Na Mungu aliwaambia kabisa ili pigo naloenda kutoa wenyewe watawafukuza. Sema tena Mungu akawaambiaje? Mungu akamwambia mfanye neno moja kabla ya kuondoka. Kila mtu atache kwa jirani yake vitu vya kuondoka navyo. Takeni vitu vya fedha, takeni vitu vya dhahabu, takeni vitu mavazi, takeni viatu, takeni vitu vitakavyowasaidia kwenye safari. Takeni kila mtu kwa jirani yake, nami nimeachia kibali watawapeni. Haleluya. Ni nani alikwambia ukiokoka unaacha dhahabu yako Misri? Ni nani alikwambia ukiokoka unaacha ng'ombe zako Misri? Ni nani alikwambia ukiokoka unaacha fedha zako Misri? Mungu anasema lazima uondoke nazo. Hebu tumaadhimishe Mungu, haleluya. Kwa hiyo wakati moto umewaka, wakati mapigo yamepita, haikuishia hapo. Mtu anaangalia ng'ombe wake anatoa maziwa lita ngapi, kumbe ng'ombe alikuwa mzaliwa wa kwanza kwa mama yake, amedondoka chini. Anaangalia ile dume linalozalisha ng'ombe, kumbe lilikuwa dume la kwanza kuzaliwa, linadondoka chini. Anaangalia kondoo, zimedondoka kondoo nyingi kwa sababu kondoo nyingi huyu alizao yule kaza, wazaliwa wa kwanza makondoo wamedondoka chini. Hebu angalia hicho kilio. Haleluya. Kanisa, sijui mnapata hii picha. Tunaipata hii picha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baada ya moto kuwaka, wakaenda sasa wakataka, jirani yangu naomba mabakuli ya dhahabu. Chukua yote, chukua tu yote. Yaani kama amechanganyikiwa, chukua yote. Na nani tena? Chukua. Biblia inasema wana wa Israeli wakawateka nyara wa Misri bila hata kuwapiga. Hebu tumaadhimishe Mungu, haleluya. Wakaondoka na shehena ya dhahabu, fedha, nguo, vyakula, mifugo, kila kitu wakaondoka wamesheheni. Watu 600,000 wanaume tu wazima wanaopigana vita. Achana na watoto, achana na wanawake. Ni zaidi ya watu milioni. Haleluya.
wakaanza kuvuka. Sasa ninasema kwamba lilikuwa ni pigo la uumbaji wote wa Mungu. Kwa nini? Hebu mimi saenda hapo, lakini hebu mmoja Warumi 16, Warumi 11 mstari wa 16. Warumi 11 mstari wa 16. Hebu tusome huo mstari. Unasema nani amefika? Limbuko likiwa nini? 1 2 3 go. Okay, hebu turudie mstari wa 11, mlango Rumi 11 mstari wa 16. 1 2 3 go. Haleluya. Kuna kanuni ya Mungu hapa, naomba mnifuatilie. Inasema kadhalika limbuko au malimbuko yakiwa matakatifu, kadhalika donge lote linakuaje? Takatifu. Mungu ana maana gani? Ana maana kwamba limbuko linawakilisha donge lote. Kwa lile limbuko likiwa takatifu, donge lote ni takatifu. Limbuko likiwa lina unajisi, donge lote lina unajisi. Chochote kinachofanyika kwa limbuko kimefanyika kwa donge lote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo limbuko ni mzaliwa wa kwanza. Limbuko ni tunda la kwanza. Kwa hiyo Mungu alipowapiga wazaliwa wa kwanza wote, alipowahukumu kifo wazaliwa wa kwanza, alihukumu kizazi chote. Haleluya. Haleluya. Machoni pa Mungu, hukumu ilipopita kwa mzaliwa wa kwanza, ilipita kwa wale wote, hata kama wakufa kwa mwili, lakini Mungu alipitisha hukumu kwa kumuua ile wa kwanza, maanake aliua uzao wote. Haleluya. Haleluya. Kanuni hii Mungu mwenye haki. So tunajua Mungu ni mwenye haki, hana upendeleo. Hii hukumu ya kuua uumbaji wote kwa kupiga wazaliwa wa kwanza wa mifugo na wanadamu haikuwasaza wana wa Misri. Wana wa Israeli. Wana wa Israeli hii hukumu nayo iliwafanya nini? Iliwahusu. Kwa lugha nyingine, Pasaka hii Mungu alikuwa anaua wazaliwa wa kwanza wa Israeli na wazaliwa wa kwanza wa wanyama wa Israeli pamoja na wa Misri. Alikuwa hasazi chochote. Haleluya. Mungu alikuwa hasazi chochote. Lakini sasa Mungu akafanya kitu kimoja. Akasema ninawanunua wazaliwa wa kwanza wa Israeli, wa wanadamu na wa mifugo, ninawanunua. Wamekufa, mimi nimewanunua, ni mali yangu. Akawanunua kwa damu ya kondoo aliyechinjwa, akapakwa kwenye miimo. Hebu tumadhimishe Mungu. Haleluya. Haleluya. Tuko pamoja? Hapa. Nataka tuone kitu hapa. Mstari wa nataka tuone hicho kitu. Hebu tuende tuende mlango wa 13. Hapa Kutoka mlango wa 13. Nataka muone hicho kitu. Mlango wa 13 mstari wa kwanza unaanza hivi. Bwana akasema na Musa akamwambia, nitakasie mimi
wazaliwa wa kwanza wote, kila afunguaye tumbo katika wana wa Israeli, wa wanadamu, wa binadamu na wa wanyama, ni mali ya nani? Ni wangu. Anasema ni wangu. Mungu akamwambia hao watu, kumbukeni siku hii mliotoka nchi ya Misri, kutoka nyumba ya utumwa, kwa kuwa Bwana aliwatoa mahali hapa kwa nguvu ya mkono. Kwa hiyo nitaka tu ni kuonyeshe kwamba wale watu wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli walikombolewa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Walikombolewa kwa damu. Haleluya. Haleluya. Kilicho mali ya Bwana hakimilikiwi na yoyote. Bwana anasema hata kama angekuwa ni punda, amezaliwa kilema, kwa sababu kilema huwezi kuniletea kama sadaka na alikuwa ni wa kwanza, basi muweni, lakini usije ukamiliki kwa namna yote. Haleluya. Sasa watoto wa binadamu wazaliwa wa kwanza, kwa sababu walikuwa ni mali ya Bwana. Bwana alisema wakombolewe kwa sadaka maalum. Walikuwa wanaenda kukombolewa kwa sadaka maalum. Unaenda kuwakomboa tena kwa Bwana ili uishi naye kama mtoto wako wa kwanza. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Sasa hebu tuangalie kwenye sadaka, kwenye agano, Pasaka halisi. Pasaka halisi ilikuwaje? Pasaka halisi iko hivi. Yesu Kristo ndiye sadaka ya Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tuone kitu hapa. Hebu tufungue kitabu cha Wakolosai kwanza. Tuone kitu fulani. Kitabu cha Wakolosai mlango wa kwanza, mstari wa 15. Hebu jitie nguvu katika Bwana, usome kwa sauti kubwa. Jitie nguvu katika Bwana, usome kwa sauti kubwa. Tumefika kitabu cha Wakolosai mlango wa kwanza mstari wa 15. Hebu tusome kwa sauti mstari wa 15. Inaongelea habari za Yesu. Amen. Anaanza na naye. Huyu naye ukipanda huku juu, kama tukisoma huku juu, utaona ni Yesu Kristo. Kwa anaongelea habari za Yesu, habari za Kristo. Hebu tusome 1, 2, 3 go. Nukta. Sasa naomba msome kwa sauti ya kupaa, huku mnaelewa. 1, 2, 3 go. Anasema naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana na mzaliwa wa kwanza wa viumbe. Huyu ni nani alikuwa mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote? Yesu Kristo alikuwa ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Sio wa watu wote, pamoja na watu wote wako ndani ya viumbe. Lakini anasema alikuwa mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa hiyo alikuwa limbuko la viumbe. Si ndio maana ya mzaliwa wa kwanza? Bwana Yesu asifiwe kanisa. Yesu Kristo alikuwa limbuko la viumbe vyote. Alikuwa mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Mungu alipokuwa anapitisha hukumu pale Misri, aliua wazaliwa wangapi? Aliua wazaliwa wangapi kanisa? Na leo hii Pasaka wa kweli wa halisi, Kristo anapoenda pale msalabani,
Yeye ni mzaliwa wangapi? Wa viumbe. Kwa kama mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, amehukumiwa akauawa msalabani. Ni vitu vingapi vimehukumiwa na kuuawa pale? Viumbe. Kwa hiyo wakati Yesu Kristo anauawa pale msalabani, alihitimisha uzima na maisha ya viumbe vingapi? Kama tumeelewa, tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Kwa hiyo Yesu Kristo Pasaka ilihitimisha uumbaji wote wakati wa kusulubishwa kwa Yesu Kristo. Uumbaji wote ulisulubishwa pale, na kila kilichohusiana na uumbaji kilisulubishwa pale. Watu wote walisulubishwa pale, wanyama wote walisulubishwa pale, kusani viumbe. Kila kitu ambacho Mungu alikiumba kilisulubishwa pale msalabani, ili hatima ifikiwe ya uumbaji wote wa huko nyuma. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Ngoja kama nitauona huu mstari haraka tuongezee hapo. Hebu tufungue mlango wa kwanza kwa Korinto, mlango wa 5. Wa Korinto wa kwanza tumepata mlango wa 5. Wa Korinto wa pili, Wa Korinto wa pili mlango wa 5. Tumepata mstari ule wa 14. Tumefika mstari wa 18. Tumefika. Nasoma. Unasema hivi: maana upendo wa Kristo watuongoza au watubidisha kwenye Biblia nilizo nazo. Maana tumehukumu hivi, twende pamoja, ya kwamba mmoja alikufa. Ni nani huyo aliyekufa? Mmoja. Kwa hiyo malizia. Kwa hiyo alikufa kwa ajili ya wote. Basi walikufa wangapi? Mmoja, Yesu Kristo, limbuko, mzaliwa wa kwanza viumbe vyote, alikufa. Kwa hiyo walikufa wangapi? Wote. Haleluya. Ngoja nione tena mstari wa shahidi mwingine. Nitaomba msome jamani wote. Waebrania mlango wa 2 mstari wa 9. Nitaomba tutafute, tunaenda kusoma wote. Tumeshafika Waebrania mlango wa 2 mstari wa 9. Tusome kwa pamoja. 1, 2, 3, go. Aionje mauti kwa ajili ya watu gani? Kwa ajili ya watu gani? Ni wangapi hapa Yesu alionja mauti kwa ajili yao? Hebu tumaadhimishe Yesu. Asante Yesu kwa kuonja mauti kwa ajili ya watu wote. Kwa hiyo ndicho kilichofanyika. Pasaka ni hitimisho la uumbaji wote wa kale, ili Mungu alete uumbaji mpya. Haleluya. Na kuna Biblia nyingine hapa anasema ili aonje mauti kwa ajili ya kila kitu. Kwa hiyo nyingine imesema hivi, lakini nyingine inasema kwa ajili ya kila kitu, kwa ajili ya uumbaji wote yani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo
Narudi pale pale. Taifa la Israeli pale Misri, wazaliwa wote wa kwanza wa wanadamu na wanyama walihukumiwa mauti, wakafa wote. Ni nini kilichofanya wazaliwa wa kwanza wa wana wa Israeli na wanyama wao wasiwawe? Ni kitu gani kilifanyika? Mungu alifanya kitu gani? Aliwakomboa. Haleluya. Aliwakomboa kwa njia gani? Kwa damu ya nani? Ya mwana kondoo. Tuko pamoja Tunaenda mahali pazuri. Hivyo kwenye Pasaka halisi, baada ya Yesu Kristo kufa kwa ajili ya uumbaji wote, uumbaji wote ukafa pale msalabani, uumbaji wote ukasitishwa pale msalabani, uumbaji wote ukaangamizwa pale msalabani. Baada ya msalaba, baada ya damu kumwagika, Mungu kwa neema yake akaamua kutumia damu yake mwenyewe, damu ya Yesu Kristo, akaenda kukomboa vile alivyovihitaji. Kama alivyokomboa wale wana wa Israeli wa kwanza wasife, akarudi akawakomboa ambao hakutaka wafe, wakiwa ni pamoja na wanadamu. Tukakombolewa kwa damu ya Yesu, tukarudi. Hebu tumaadhimishe Yesu. Haleluya. Kwa hiyo Mungu akatumia damu ya Yesu, akaenda sasa kwa neema yake, kwa pendo lake, akakomboa vyote alivyotaka visiharibiwe, akakomboa vyote alivyotaka aendelee kuwa navyo. Kwamba hivi vimesitishwa hapa kwenye msalaba, havitakuwepo tena, lakini kuna ambavyo nitataka viwepo kwa ajili ya mipango yangu. Hivyo akavikomboa kwa damu ya Yesu, vikabaki kwa ajili ya makusudi yake kwenda mbele, ili vizaliwe upya. Kwa mfano, tusingekombolewa, tungepatikana wapi tuzaliwe upya? Tukakombolewa kwa damu ya Yesu, tukarudi, tukaisikia Injili, tukaamini, tukazaliwa upya, tukawa wana wa Mungu. Hebu tumaadhimishe Mungu. Haleluya. Lakini vile ambavyo Mungu hakutaka vikombolewe, havikukombolewa. Utu wa kale haukukombolewa, shetani hakukombolewa, dhambi haikukombolewa, uharibifu haukukombolewa, mauti haikukombolewa. Haleluya, tumaadhimishe Kristo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Dhambi zote ziko kale, ziko kwenye uumbaji wa kale. Uumbaji mpya hauna dhambi. Kila aliyeumbwa na Mungu, kila aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Kwa nini? Kwa sababu uzao wa Mungu unakaa ndani yake. Kwa hiyo kale yote yenye dhambi iliishia pale. Sasa wao wakajisahau. Mtu ametenda dhambi, wana papasa ndio anaongea nao hapa. Dhambi moja ikiwa katikati ya kanisa, isipokemewa, isiporudiwa, baadaye inaenea mdogo. Alikuwa ni mmoja, baadaye wanakuwa wawili. Walikuwa wawili wakiachwa, baadaye naongezeka watatu. Baadaye donge zima unakuta limechachuka. Unakuta kila mtu ana nyumba ndogo katika kanisa. Unasema, nyumba ndogo nani amekuruhusu? Anasema, na fulani ni sana nyumba ndogo, na yule fulani ana sana nyumba ndogo. Kumbe alianza nyumba ndogo wa kwanza, alifumbiwa macho, alafu ile ikaanza kuchachua donge. Anasema hiyo hairuhusiwi. Ikionekana chachu inataka kuingia kwenye kanisa, anasema huyo mtu mtolee shetani. Maana yake nini? Mtoe katika kusanyiko. Kwenye kusanyiko una ulinzi wa Kristo, kwa sababu ndio mwenye mwili wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Kila mtu ndani ya kanisa, ndani ya ushirika wa Kristo, ambaye hajatengwa au kujitenga, kuna kutengwa na kuna kujitenga. Ambaye hajatengwa wala kujitenga, ni kwamba ana ulinzi wa Kristo, kwa sababu mwili ni mwili wa Kristo na Kristo analinda mwili wake. Anasema mtu wa namna hiyo mtoe kwenye ule ushirika. Ukimtoa kwenye ule ushirika, hana ulinzi wa nani? Wa Kristo. Badala yake shetani anakuwa huru kumshambulia. Sio kwamba tunaenda kumwambia shetani kamshambulia, humwambii. Umemtoa tu kwenye ulinzi wa Kristo, tayari shetani anasema nilikuwa nakutafuta siku nyingi, nikaa nakukosa kwa sababu ulikuwa ndani ya ulinzi. Ukumbe umekuja huko, karibu sana. Shetani anamshughulikia, anamharibu, lakini anaweza kupata neema, roho yake ikaokolewa katika Bwana. Haleluya. Simama pale ulipo.